Lipo hujambo na karibu katika mwangaza wa kididi awamu ya saa 7 mchana. Jina langu ni Sara Nzilani. Rais William Ruto ametangaza kuwa mamlaka ya afya ya kijamii SHA itaimarisha mpango wa manufaa ya saratani ili kutoa huduma ya afya kwa wote na kurejesha imani ya umma katika mfumo huo unaotaja kuwa mojawapo ya miradi ya urithi. Katika hotuba yake ya hali ya kitaifa bungeni Alhamisi, Rais Ruto alifichua kuwa kifurushi hicho kitaongezeka kutoka shilingi 550,000 hadi shilingi 800,000 kuanzia Disemba mosi mwaka huu. Aliongeza kuwa hii itaongeza utoaji wa huduma bora za afya kwa wagonjwa wa saratani. Ruto alionyesha imani ya SHA akidokeza kuwa Wakenya milioni 27 wamejiandikisha katika mfumo huo tangu kuanzishwa kwake. Rais Ruto amebainisha kuwa SHA itaendelea kuleta mapinduzi katika sekta ya afya ili kutoa huduma ya afya kwa kila Mkenya. Tangazo la Rais Ruto linakuja huku kukiwa na wasiwasi kutoka kwa umma juu ya mafao duni na hitilafu za mfumo zinazoathiri utoaji wa huduma. Mnamo Machi mwaka huu, Wizara ya Afya iliongeza kifurushi cha manufaa kwa wagonjwa wa saratani kutoka shilingi 400,000 hadi shilingi 550,000 kwa kila kaya ili kufanya matibabu kuwa nafuu zaidi. Wizara pia ilianzisha kituo maalum cha kupiga simu cha saa 24 ili kutoa msaada wa wakati halisi kwa wagonjwa na watoa huduma za afya. Zaidi ya hayo, serikali ilizindua mfumo wa kufuatilia malipo ya madai kutoka kwa vituo vya afya. Mfumo huu unaruhusu serikali kutumia dashboard ya ufuatiliaji kufuatilia madai kwa wakati halisi. Kididi FM, kukuhabarisha na burudani. Na tukiendelea ni kuwa kama njia moja hapo ya kuimarisha usalama wa bodaboda na kupunguza visa vya pikipiki kuibiwa katika mji wa Kajiado, muungano wa bodaboda katika mji huo kwa ushirikiano wa kampuni moja ya kuuza pikipiki imeandaa kikao cha kuhamasisha wahudumu wa bodaboda kuhusu usalama wao. Kulingana na wanabodaboda hao, walidai kuwa kumekuwa na visa vingi vya wizi wa pikipiki na juhudi za kutafuta zikikosa kuzaa matunda, wakisisitiza haja ya mikakati kuwekwa ili kuzuia wizi huo. Tunajua kwamba tumekuwa na challenge ya pikipiki zinapotea mysteriously, lakini wametunga mkono, wamesema kwamba watasaidiana pamoja na sisi ili kuweza kuhakikisha kwamba tuna reduce ama tunahakikisha kwamba ni zero disappearing of our motorbikes, haswa zile ambazo zinasemekana zinapotea wakati malipo imeelekea kufika mwisho. Tunaweka measures na mikakati ya kufuatilia na kujua kwamba tuhakikisha kwamba tuna minimize hiyo kabisa hapa Kajiado. So tumeguzia vitu kadhaa za security features. Tukumbuke ile tracking device kwa upande wetu ni ile tu ya kufuatilia pikipiki, lakini pia tumeweza kuguzia sababu pia wanabodaboda wako na zile security measures kwa zile stages na kwa kila mahali ambao wanabebea. So tumeweza kuhimiza pia washirikiane. So kwa sababu ya mambo ya kiusalama pia wametuhakikishia kwamba tutajaribu kuangalia vile pikipiki zetu zitakuwa secure sana wakati unamalizia zile loans. Ndio kitu tumeulizia sana, kwa sababu pikipiki zimekuwa zikipotea wakati ile unakaribia kuisha. Kididi FM, kukuhabarisha na burudani. Na kwingineko ni kuwa tume ya uhuru ya uchaguzi na mipaka IEBC imewatahadharisha wananchi dhidi ya usajili wa wapiga kura mara 2 kabla ya uchaguzi mdogo ujao. Katika taarifa iliyoshirikishwa Alhamisi Novemba 20, mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon alionya kuhusu athari mbaya dhidi ya watu watakaopatikana wakijisajili maradufu. Kulingana naye, kujiandikisha mara 2 lilikuwa kosa kubwa la uchaguzi linaloadhibiwa na sheria. Amefichua kuwa tume imepata mifumo ya kidijitali ambayo ingeondoa mara moja mtu anayejaribu kujiandikisha kama mpiga kura zaidi ya mara moja. Pia alionya Wakenya dhidi ya kutoa taarifa zisizo sahihi kimakusudi wakati wa usajili wa wapiga kura unaoendelea, akisisitiza kuwa vitendo hivyo vinaingilia uaminifu wa uchaguzi.